إنما الأعمال بالنيات. Na kumtakia rehema na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu waumini, leo tumekusanyika katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Lengo na madhumuni ni kutekeleza ibada ya sala ya Jumaa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabali amali hii. Ayuha almu'minun, katika khutba yetu ya leo tutaangazia adabu ambazo Muislamu atakana awe nazo katika maisha yake. Na mwanadamu bila kuwa na adabu na bila kuwa na nidhamu atakuwa ni mwenye kufeli katika kila jambo lake. You need discipline in everything. Na dini yetu imekamilika, na hakuna dini ambayo iliyokuwa na nidhamu kama dini ya Uislamu. Imetufundisha kuwa na adabu katika kila hali na katika kila mahali. Katika kila hali, ukiwa na hasira watakana uwe na adabu aina gani? Ukikasirishwa watakana ukae vipi? Ukiudhiwa watakana uishi na mtu namna gani? Haimaanishi ikiwa umeudhiwa waweza kuzungumza na mtu utakavo, waweza kusema maneno unayoyataka. Kadhalika dini yetu imekuja kutufundisha tuwe na adabu katika kila sehemu. Kuna nidhamu ya kufuata unapoingia chooni. Kuna nidhamu ya kufuata unapoingia msikitini. Kuna nidhamu ya kufuata unapokuwa ni mgeni katika nyumba ya mtu. Kuna nidhamu ya kufuata ikiwa waingia katika nyumba yako. Hizi ni system na adabu ambazo Muislamu lazima awe nazo. Na hii huipati kwa dini nyingine isipokuwa dini ya Kiislamu, na dini yetu imekamilika kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Watukufu waumini, katika khutba yetu ya leo tutaangazia adabu ambazo Muislamu atakana awe nazo pindi anapokuja katika nyumba ya Allah. Na hii nyumba ya Mwenyezi Mungu ni sehemu ambapo ni tukufu. Lakini kabla sijaangazia adabu, na ulama wametaja zaidi ya adabu 19. Hasa wewe jipime uko na adabu kiasi gani? Katika hizi 19 ni gani ambazo unazozifuata? Ama kabla hatujaangazia hizi adabu ambazo Muislamu lazima awe nazo anapokuja katika nyumba ya Allah, msikiti, nimependelea nikaonelea mwanzo nizungumzie juu ya umuhimu wa msikiti. Na pindi unapokuja msikiti kuna khairi gani wapata. Lakini kwa sababu ya kutofuata nidhamu na kwa sababu ya kutofuata adabu za msikiti, waweza kukosa hizi khairi kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Mwanzo tuangazie msikiti ni sehemu gani mbele ya macho ya Allah. Hakuna mahali ambapo juu ya dunia hii, hakuna sehemu ambapo Allah yuwapenda kama sehemu ambapo msikiti umejengwa. Katika ardhi hii ya Nairobi, ukiona sehemu msikiti umejengwa, hakuna sehemu Allah yuwapenda kama hiyo sehemu katika Nairobi hii. Wakadhalika sehemu zote katika dunia. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametueleza ya kwamba hakuna sehemu ambapo Allah yuwapenda na iliyotakasika na iliyokuwa yenye thamani mbele ya macho ya Allah juu ya ardhi hii kama sehemu ambapo nyumba ya Allah imejengwa. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, ahabbul biladi ila Allah, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Hakuna sehemu ardhi ama dunia ama nchi, sehemu ambapo Allah yuwapenda kama vile Mwenyezi Mungu anavyopenda sehemu msikiti umejengwa. Wewe kama Mwenyezi Mungu amekupa khiari ya kuchagua ardhi, sehemu gani katika hii Kenya hii? Wengine watachagua sehemu za mvua kama Kericho, wengine watachagua sehemu za bahari kama Diani, wengine watachagua sehemu ya kuweza kuchunga ngamia zao. Sasa kila mmoja akipewa khiari chagua sehemu gani ambayo wapenda, kila mmoja atajua atachagua gani. Mwingine atasema
Westland siku hizi kujenga property ni nzuri, wacha nipate hiyo sehemu. Lakini mbele ya macho ya Allah hakuna sehemu yenye kuwa na thamani kama mahali ambapo nyumba Allah imejengwa. The most beloved place to Allah ni sehemu ambapo kuna masjid. Hii hadith peke yake yatosheleza ujue ya kwamba msikiti ni sehemu adhim, si mahali pa kuja kufanya mchezo, si mahali pa kuja kupoteza muda, si mahali pa kuja kukosea watu. Msikiti ni sehemu ya kumadhimisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu juu ya ardhi hii ahabbul biladi ila Allahi masajiduha, hakuna sehemu katika dunia hii Allah yupenda kama msikiti. Na Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa mtu yoyote ambaye atakayetoa ardhi yake ajenge msikiti wa Mwenyezi Mungu. Allah atamlipa pepo na kumpa janna. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, man bana masjidan au man bana lillahi baytan au man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Yeyote ambaye atakayechagua sehemu ya ardhi akaichukua sehemu hiyo akamjengea Mwenyezi Mungu msikiti, na msikiti ni sehemu ambapo Allah yuabudiwa, akasema ardhi hii na mali yangu hii nitaitumia kununua hii sehemu na nitaitumia kumjengea Mwenyezi Mungu nyumba ambapo watu hawafanyi biashara, hawazungumzi dunia, mambo ya dunia, watu wanakuja kumwabudu Allah. Yeyote, it doesn't matter, Muislamu yoyote ambaye atakayefanya hivyo, basi Allah naye atamlipa. Asema sallallahu alayhi wasallam, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Na yeye huyu aliyemjengea Mwenyezi Mungu nyumba ya ibada hapa duniani, Allah naye atamjengea nyumba katika janna. Kwa sababu gani? Umesacrifice mali yako, wakati wako, ardhi yako, nyumba, mali, ukachukua muda, ukasimama mpaka nyumba ya Allah ikasimama, sehemu ambapo Allah yuabudiwa. Basi abshir na kubashiria. Ar-Rasul asema, na yeye pia bana Allahu lahu baytan fil janna, Allah atamjengea nyumba katika janna. Wengi wetu hatujawahi kujenga msikiti, sio? Namuomba Allah tujalie tuweze kujenga msikiti. Si kitu kubwa kwa Allah. Namuomba Allah tujalie na sisi tusitoke katika dunia hii ila tushamjengea Mwenyezi Mungu msikiti. Ayuhal mu'minun, sehemu hii baada kujengwa yataka kuangaliwa. Hasa yule ambaye naye hajajenga msikiti, hakuwa na uwezo, akaamua kuangalia msikiti, usafi, maji, stima, naye akajitolea, na huyu pia ana fungu lake mbele ya Mwenyezi Mungu. Yule ambaye anayetoa nguvu yake katika kuhudumia msikiti ana thawabu yake. Anayetoa wakati wake na fikra yake katika kufanya nidhamu ya msikiti na administration ana thawabu yake. Anayesimama mbele ya waumini kufundisha watu ana thawabu yake. Anayekuja mapema kabla kila mtu kuita watu msikitini, hayya ala salah, hayya ala alfalah, huyu pia ana thawabu yake. Lakini chini kabisa tuangalie yule ambaye anaitoa 30 minutes peke yake ama 20 minutes kuja kusafisha msikiti. Huyu ana cheo gani mbele ya Mwenyezi Mungu? Kabla hatujafika yule ambaye anayekuja kutoa khutba, kabla hatujaangazia yule ambaye anayetoa mali yake, kabla hatujamwangazia mwenye kutoa stima, kabla hatujaangazia mwenye kulipa maji, kabla hatujamwangazia mwenye kuadhini kuita watu, hebu tuangalie yule ambaye anayetoa wakati wake kuhudumia msikiti. Basi tu asafishe, aike kila kitu mahali pake, usafi, nidhamu. Huyu ana cheo gani kabla hatujazungumzia wengine? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam katika zama zake palikuwa na mwanamke ambaye hakuwa na mali ya kujenga msikiti, wala hakuwa na uwezo wa kuweza kununua matofali na kuweza kutoa fi sabilillah, hakuwa. Lakini alikuwa na vitu viwili, alikuwa na muda na alikuwa na nguvu. Akafikiria huyu mwanamke, nguvu zangu nitaitumia vipi?
na wakati wangu niliokuwa naye nitatumia vipi katika kuhudumia nyumba ya Allah. Akawa ni mwanamke ambaye Mwenyezi Mungu amemwafikia, akawa ni mwenye kufanya bidii, asema mimi ile akili na umaarufu ambaye Allah amenipatia na ujuzi, nitakuwa ni mwenye kuangalia sehemu msikiti kila kitu iko safi, napanguza, nafagia. Akawa ni mwenye kuangalia usafi wa msikiti peke yake. Kusafisha msikiti wa Mtume, wakati huo msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam haukuwa mkubwa. Maybe it was the size of this masjid time hiyo alipojenga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaamua yeye hii sehemu aisafishe, na kusafisha haichukui even 30 minutes, hakuna carpet. Huyu mwanamke akafa. Na huyu mwanamke alipokufa, masahaba wakaamua wamuoshe. Wanawake walipomosha, wakamleta msikitini, wakamswalia, wakaenda wakamzika. Na huyu mwanamke aliyeishi zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ar-Rasul akija msikitini aona msikiti haiko sawa, akauliza yuko wapi huyu mwanamke ambaye alikuwa kisafisha msikiti? Wakasema, ya Rasulullah, mwanamke huyu amekufa. Vipi amekufa? Na mimi niko Madina sina habari. Akasema, ya Rasulullah, hatukutaka kukusumbua, yeye unajua ni mtu mdogo yeye. Yani that's what they thought. Ingekuwa ni Abu Bakar amekufa, ikiwa ni Umar amekufa, ikiwa ni Khalid amekufa, ikiwa ni Ali amekufa, ikiwa ni Uthman, labda Saad, Said, lakini mwanamke anasafisha msikiti. Ar-Rasul akamwambia, why did you not tell me? Kwa nini hamkuniambia? Kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, faqalu matat, amekufa. Faqala sallallahu alayhi wasallam, afala kuntum adhantumuni, kabla hamujamzika kwa nini hamkuniomba mimi ruhusa, hamkuniomba mimi idhni? Basi fakaannahuma saghara au sagharu amraha, kana kwamba walimwona she's not that important, mtu kufagia msikiti. Ar-Rasul akawa mkali, akawaambia, afala kuntum adhantumuni, mbona hamkuniomba mimi idhni kabla hamujamosha, kabla hamujamswalia, kabla hamujamzika? Why did you not tell me? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipokuwa mkali, masahaba kila mmoja yuangalia chini. Hawakutarajia huyu atakuwa ni mtu ambaye Ar-Rasul atamtilia maanani. Ar-Rasul hakutosheka na kuwa mkali na wao. Qala sallallahu alayhi wasallam, dulluni ala qabriha, nielekezeni huu mwanamke mumemzika wapi. Dulluni ala qabriha, nielekezeni kaburi lake mumemzika wapi. Show me where you buried her. Ar-Rasul akapelekwa. Alipofika pale kaburini, akamwambia, madamu sikumswalia janaza, mimi nitamswalia janaza peke yangu. Hapo hapo Rasul akaanza kuswali janaza juu ya kaburi ya huyu mwanamke. Allahu akbar, kamsomea Fatiha. Allahu akbar, as-salatu ala rasul. Allahu akbar, Allahumma ighfir laha warhamha, Allahumma nawwir qabraha, Allahumma wasi' qabraha. Ya Rabbi, mpanulie kaburi lake, mtilie nuru katika kaburi lake. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya khairi ya huyu mwanamke, waliokuwa wamezikwa karibu na huyu mwanamke pia wakafaidika na dua za Mtume kwa huyu mwanamke. Akasema sallallahu alayhi wasallam, inna hadhihi alqubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha, haya makaburi yamejaa giza, lakin wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alayhim, na Allah amewatilia nuru kwa sababu ya swala aliyomswalia huyu mwanamke, na waliokuwa karibu pia wakafaidika. Huyu ni mwanamke aliyetoa muda kufagia msikiti. Je, anayesimamia kuchunga usiku security msikiti na mchana? Je, yule ambaye anayekuja mapema kabla mtu yoyote
yuaja mapema kuwaita hayya ala salah, hayya ala alfalah, ana thawabu gani? Je, yule anayeswalisha? Je, yule anayetoka nyumbani kwake kuja msikitini kufundisha watu dini ya Allah? Wote wako katika kuhudumia nyumba ya Allah kwa njia moja au nyingine. Mwingine yatumia sauti yake, mwingine yatumia elimu yake, mwingine yatumia ushupavu wake, mwingine yatumia mali yake kulipa msikiti stima, mwingine maji. Kam tadhunnu la, unafikiri wako na cheo gani mbele ya Allah? Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu hajakujalia kujenga msikiti, basi jaribu kwa njia moja au nyingine uchangie baada ya msikiti kusimamishwa kuweza kuhudumia nyumba ya Allah kwa njia moja au nyingine. Jambo la 4, ikiwa wewe hujaujenga msikiti na wala hujahudumia katika kuboresha hali ya msikiti na wala hauna nia, basi fanya kitu kimoja. Usije kuharibu mambo ya msikiti na kuchafua msikiti na kuja kuudhi watu ndani ya msikiti. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwakanya masahaba, akawaambia, wengine wenu hawachungi, hamujajenga msikiti, hamusafishi msikiti, wengine mnakuja kuchafua msikiti. Hapa si pahali pa kuchafuliwa. Akaona baadhi ya masahaba wanatema mate kwa msikiti, akawaambia sallallahu alayhi wasallam, at-taflu fil masjid khati'ah, kutema msikiti, ndani ya msikiti kutema mate na uchafu na kurusha upande kulia na kushoto ni katika makosa mbele ya Allah. Bali ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wala al-qadhr. Na wengine wakuja kuchafua msikiti, wengine waja kukojoa msikitini. Wakati huo kulikuwa hakuna choo ndani ya msikiti wa Mtume. Ilikuwa mtu akitaka kukidhi haja yofunga safari mpaka kwenda Baqi', huko ndio yenda kukidhi haja. Hasa ar-Rasul asema, msije kuharibu msikiti. We msikiti haujengi, okay, haujajenga, tengeneza msikiti, boresha msikiti, hauboreshi, okay, the least you can do, usiharibu nyumba ya Allah. We haujajenga, wengine wameamua kutengeneza, we usije kuharibu nyumba ya Allah. Watu wameijenga na wakatengeneza, usiwe katika wale ambao wanaokuja kuharibu nyumba ya Allah. Na watu wanakuwa ni wenye kuharibu nyumba ya Allah kwa njia kadhaa. Njia ya kwanza ni kuuchafua msikiti ulioupata usafi. Kuna sehemu ambazo automatically itakuwa chafu, haulaumiwi. Ukienda kutumia choo, katika mambo ambayo yanayotuudhi sisi katika msikiti huu wa Jamia ni kwamba kuna sehemu ya kukidhi haja. Akitaka mtu kukidhi haja kubwa ama haja ndogo afanye pale, sijui ni kitu gani inamtuma mtu, ama amevuta bangi, haioni hiyo chimo, anaenda kukidhi haja yake pale kwa mlango. Aib, haujakatazwa kukidhi haja, lakini kwa nini kuchafua choo? Tayib, katika njia kuudhi msikiti ni kwamba wanakuja waumini, wewe wakuja kuwasumbua. Yani imekuwa mtu mwingine ameshindwa kusoma Qur'ani. Kwa nini? Kuna watu ambao wanaozunguka msikiti kazi yao kuona mtu amekaa kuja kumwambia shida yangu ni hii, shida yangu ni hii, shida yangu ni hii. Wacha mtu asome Qur'ani, wacha mtu amalize kuswali, akitoka nje msikiti mwai kule nje. Lakini watu wengine wamekuwa sababu ya watu kushindwa kukaa katika nyumba ya Allah. Katika mambo ambayo yasiyokuwa sawa, ambayo ni katika maudhia, ambayo tutakuja tuangazie katika adabu ya msikiti, ni mtu kunyanyua sauti na mwingine kupiga gumzo. Haya ni mambo ambayo hayamridhishi Allah. Kwa hivyo kile ambacho tunachoambiwa ni kwamba umeshindwa kujenga msikiti, umeshindwa kusimamia msikiti na kuchangia katika kuendesha na kuboresha msikiti baada ya kujengwa, basi kile cha msingi, at least usije kuharibu msikiti na kuudhi watu ndani ya msikiti, basi hiyo ipatikane. Ayuha almu'minun, anayekuja katika nyumba ya Allah
basi lengo lake liwe ni kutekeleza ibada ya swala na kumtaja Allah na kuja kunufaika na elimu ambayo inayofundishwa. Ikiwa utakuja msikiti wa Mwenyezi Mungu kwa lengo la kuswali, moja. Ikiwa utakuja katika nyumba ya Allah kwa lengo la kumtaja Allah, imma dhikr, tasbih au tahmid ama tilawati alquran, kuisoma Quran. Ikiwa utakuja katika nyumba ya Allah imma kuisoma ilmu ama kuisomeshwa elimu au kufundisha au kufundishwa, basi wewe umetumia msikiti kama vile Allah alivyotaka. Lakini siku umekuja msikiti, lengo lako si kuswali, lengo lako si kuingia itikafu, lengo lako si kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kusoma Qur'an, lengo lako si kufundisha elimu ama kusoma na kufundishwa elimu ama kupata makumbusho. Wewe umekuja na malengo kando na haya, nitakwambia rudi nyuma, umekosea malengo ya nyumba ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala awasifu wale ambao wanaokuja nyumba ya Allah na lengo ni kumtaja Allah na kuswali. Siku ukitoka nyumbani kwako ama umetoka kazini kwako, umekuja kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, lengo ni kusimamisha swala ama kumtaja Allah, dhikrullah kwa aina yoyote, basi wewe uko katika wanaume ambao wanaopendwa na Allah. Allah sema fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Allah subhanahu wa ta'ala awasifu wanaume ambao wanaokusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu. Fi buyutin adhina Allah, nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ametoa idhni, ameruhusu anturfa, apate kutajwa Mwenyezi Mungu jina lake, yudhkara fiha ismu, jina la Mwenyezi Mungu kwa njia yoyote, wanakuwa ni mwenye kumsabih jioni na asubuhi, na ni wanaume ambao hawashughulishwi na dunia wakasahau kumtaja Allah an dhikrillah wa iqamis salah. Allah asema hawa ndo wana thamani. Na wewe kama mu'min mbele ya macho ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujue ya kwamba siku ukija katika nyumba ya Allah, lengo na madhumuni ni kumtaja Allah na kusimamisha swala, basi hani'an lak, na kupongeza, umefikia malengo ambayo Mwenyezi Mungu aliyotaka. Ayuhal mu'minun, anayekuja msikitini kuisoma Qur'ani ana thawabu kiasi gani? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam awaambia masahaba, afala yaghdu ahadukum ila almasjid faya'lam au yaqra ayatayn min kitabillah. Kwa nini mmoja wenu, msikiti si swala peke yake, kwa nini mmoja wenu asije nyumba ya Mwenyezi Mungu aje kusoma Qur'ani? Hasa wewe jiulize, msikitini waja kwa ajili ya swala ama pia saa zingine waja mapema kabla salati al-fajr, nusu saa wasoma Qur'an, kabla salati adh-dhuhr waja kusoma Qur'an, baada salati adh-dhuhr wasoma Qur'an, kabla salati al-maghrib ushafunga hisabu zako, kazi zako, saa 11 imebakia nusu saa, sema traffic jam nitakosa maghrib, ukaja msikitini ukaisoma Qur'an. Ar-Rasul asema, kwa nini nyinyi hamuji nyumba ya Allah kuja kuisoma Qur'ani? Ayuhal mu'minun, tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa malipo makubwa wale ambao wanaokuja nyumba ya Allah na lengo ni kusimamisha ibada. Tumeeleza umuhimu wa msikiti, tumeeleza ni nini tutatakana tufanye katika msikiti, tumeeleza ni yepi ambaye haitakani kufanywa. Naomba nimalizie nukta hii kuangazia ni khairi gani wapata ukija msikitini. Nitawatajia hadithi kadhaa. Hadithi ya kwanza, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, yeyote ambaye
anaitawadha nyumbani kwake. Qala sallallahu alayhi wasallam, man tatahhara fi baiti, anaikuwa ni mwenye kutawadha nyumbani kwake. Kama ni hapa mjini, ofisini, kazini, amekuja na udhu wake, hakuja kutawadhia msikitini, akaja kwa kutembea. Thumma masha ila baiti min buyutillah, akatembea mpaka katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Liyaqdhiya faridatan min faraidillah, ili aweze kusimamisha swala. Kanat khutuwatuhu, asema sallallahu alayhi wasallam, hatua yake, every footstep, ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u daraja. Allahu akbar. Kila hatua unaichukua, umetawadha nyumbani, kazini, ukaja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, kila hatua Allah yakuhisabia, every step. Hatua moja Allah yakufutia dhambi, hatua ya pili Allah yakunyanyua daraja, hatua ya pili ya tatu Allah yakufutia dhambi, ya nne Allah yakupa daraja, ya tano yakufutia dhambi, ya sita wa hakadha. Hasa wewe nyumbani kwako mpaka msikitini, au kazini ulipotawadha mpaka msikitini, how many footsteps do you take? We hauna habari, lakini Allah yakuhisabia, Allah yakulipa. Usione uvivu ukaswali huko, njoo nyumba ya Allah. Kwa kila sacrifice unayofanya, ukaja mpaka katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, every step, hatua moja, wafutiwa dhambi. Una madhambi mangapi wewe? Kwani hutaki kufutiwa dhambi? Hii ni sababu. Hatua ya pili, Allah yakupa daraja, Allah yakupa daraja, Allah yakupa daraja, Allah yakupa daraja. Huku wafutiwa, huku wanyanyuliwa, huku wafutiwa, huku wanyanyuliwa. Ikiwa umechukua kutoka kazini kwako ama nyumbani kwako mpaka msikitini na ulikuwa umetawadha, hatua 500, dhambi 250 umefutiwa, daraja 250 Allah amekunyanyua. Na hii ni neema ya Allah. Anayekuja msikitini ajue ya kwamba huyu ana thawabu kubwa mbele ya Allah. Na katika hadithi ambayo inayonishangaza zaidi ni kwamba anayekuja nyumba ya Allah, Mwenyezi Mungu yafurahi kukupokea. We huoni, lakini lau ungeona Mwenyezi Mungu anavyofurahia unapokuja nyumba ya Allah, ungeshangazwa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, kama ilivyokuja katika hadith sahih fi Sunan Ibn Majah, ma tawattana rajulun muslimun almasajida lis-salati wadh-dhikr, hakuna mwanamume au mtu atakayekuwa ni mwenye kuikusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu, lengo ima ni swala ama ni dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu, ama ni ilmu, darsa, tafsir, hadith, au labda ni kusoma Qur'ani, ima swala ama dhikri. Hata kuwa mja ni mwenye kuacha kazi yake akaja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, asema sallallahu alayhi wasallam, illa tabashbasha Allahu lahu, illa Mwenyezi Mungu anafurahia kwamba amekuja mja wangu. Usione ni kitu kidogo. Leo umekuja msikitini salatul Jum'ah, you think it's just something small, you think it's kitu normal. Mbele ya Allah ni kitu kubwa. Bali ar-Rasul asema Mwenyezi Mungu yafurahia, apokewe vizuri huyu, apokewe vizuri. Asema sallallahu alayhi wasallam, kama yatabashbashu ahlul ghaib bighaibihim idha qadima alayhim, mfano wa mmoja wenu anapokuwa ameenda safari, pindi anaporudi, namna watoto wake wanavompokea kwa hamu, na familia yake wanavompokea kwa hamu, na wazazi wake wanavompokea kwa hamu na furaha. Hiyo furaha ndivyo Allah anavokupokea unapokuja katika nyumba yake. Billahi alaikum, baada kusikia hadithi hii ya kwamba Allah yuafurahia kukupokea unapokuja nyumbani kwake, wewe ni wakuswali nyumbani? Ni wakuswali kazini? Hasha. Allah yuafurahia unapokuja katika nyumba yake. Maadamu tumejua umuhimu wa msikiti,
faida ya kujenga msikiti, faida ya kusimamia msikiti. Tumefahamu haya yote na tumejua khairi ambayo unayopata unapokuja msikiti, na tumejua hatari ya mtu kukosea adabu na kuharibu msikiti. Ili hii khairi upate, ili thawabu hizi upate, kuna adabu lazima uwe nazo, na ulama wametaja adabu 19. Muda umeisha, lakini nitawatajia adabu 2 katika hizo 19. 17 nitawamalizia khutba inayokuja. Adabu ya kwanza, siku ukiamua kuja ama wakati ukiamua kuja msikitini, angalia mavazi unayovaa, angalia nguo unayovaa. Allah subhanahu wa ta'ala asema, khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni mapambo yenu, mavazi yenu yalikuwa nzuri munapokuja nyumba ya Allah. Ayuha almu'min, ni katika makosa na katika aibu ya kwamba unapokuja salatu al-fajr msikitini, waja na nguo zako ambazo unaulala, ile umelala nayo kitandani ndio unakuja nayo moja kwa moja msikitini. Katika watu ambao walionistaajabisha katika mji wa Kilifi, kijana mmoja ambaye ni mechanic, na wajua mtu akifanya kazi ya mechanic mikono inakuwa ni chafu, na anavaa overall. Mwajua ile overall, sio ile grease na nini simfikia. Huyu mtu ikifika nusu saa kabla swala amefunga kazi. Kwa nini? Yuenda kujisafisha, kuoga, avaa kanzu yake mpya. Akija msikitini hutasema huu ni mechanic, utasema huu ni imamu wa msikiti. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni nguo zenu safi mnapokuja nyumba ya Allah. Nani aliyetuneemesha nguo hizi? Nani aliyetuneemesha? Nauliza, nani aliyetuneemesha? Allah. Wewe uko tayari uvae nguo zako nzuri kwa kila mmoja, lakini ikija mbele ya Mwenyezi Mungu wavaa ndarandara, hujali. Aib. Adabu ya kwanza ni kwamba unapokuja msikitini wakuja kuswali, na wajua maana swala. Maana sala annaka taqifu baina yaday Allah, ni kwamba wasimama mbele ya Allah. Hasa wewe wataka usimame mbele ya Allah namna gani? Nguo zote zinazopendeza waachia harusi, ya kwenda mazishi, ya kwenda, lakini Allah basi angalau yaumul jum'a vaa vizuri, salatul fajr wakuja na nguo ambaye saa zingine vijana wanakuja msikitini pajamas, washangaa aib, vipi wakuja kusoma mbele Allah na nguo kama hizi? Jambo la pili, adabu ya pili nitakayomalizia ni kwamba ulama wanasema katika adabu ya kuzingatia unapokuja katika nyumba ya Allah ni uepukane na harufu mbaya. Epukana na harufu mbaya. Usiwahi kuja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu ili hali wewe wanuka. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwakataza masahaba alipoona baadhi yao wameenda wamekula vitunguu maji, onions, na wengine onions ni basal, na wengine wakakula thum, kitunguu saumu, yani garlic, wakaja kuswali na harufu mbaya. Ar-Rasul akawaambia, yule ambaye anayekula hizi vitu na amekuja msikitini, fala yakhribanna masjidana, asije katika msikiti wetu. Hii ni kitu halali, kitunguu na kitunguu saumu. Fa kaifa yule aliyevuta sigara anaswali karibu na wewe? Fa kaifa yule ambaye anainuka majasho? Hata kama hauna uwezo, chunga usafi.
Kama kanzu warudia, basi hii nguo ya ndani usirudie, kwa sababu yenye kuleta harufu ni hii nguo ya ndani, vest na t-shirt. Toa. Yenye kuleta harufu ni nyele ya makwapa, toa hizo nyele ya makwapa, nyoa. Lakini nyele ya makwapa ikibakia na nguo ya ndani warudia, hata uvae kanzu mpya namna gani utanuka. Ulama wakatukataza, wakasema katika adabu ya kuzingatia kwa ushahidi ya hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, asije mtu katika nyumba ya Allah na ana harufu mbaya. Hizi adabu mbili ni miongoni mwa adabu 19 za kuja msikitini. Namalizia kwa nukta hii. Tunapokuja katika nyumba ya Allah, lengo na madhumuni ni kutaka kusamehewa madhambi zetu, ni kutaka kupata rahma za Allah, ni kutaka kupata daraja. Lakini hii khairi yote wallahi utakosa usipofuata hizi adabu ambazo Allah ametupatia na mtume wake ametupatia. Waweza kuja msikitini ukatoka hauna thawabu, bal ashad min hadha, kilichokuwa mbaya zaidi, waweza kuja msikitini ukatoka ukifikiria umesamehewa madhambi, lakini umeongezewa madhambi juu ya madhambi yako. Hii ni nyumba ya Allah. Tuzingatie hizi adabu ili tupate kupata daraja, ili tupate kunyanyuliwa, ili tupate kuandikiwa thawabu, ili tupate kusamehewa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.